Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Leo asubuhi kwenye maeneo ya Lugono Nyama kuelekea Melela katikati pale wilaya ya Mvomero, barabara ya Morogoro kuelekea Mikumi na Iringa, saa 10:30 ilitokea ajali kubwa, ajali mbaya sana baina ya lori la mizigo lililombeba sukari na gari la basi la abiria ambalo lilikuwa linatoka Mbeya kuelekea Dar es Salaam. Kwenye ajali hiyo jumla mpaka dakika hii saa 8:30 mchana tumepoteza Watanzania wenzetu 10. 9 walifariki hapo kwenye eneo la tukio na mmoja amefariki akiwa anakuja huku baada ya kufanya jaribio. Amefika hospitali lakini madaktari wametumia nguvu kubwa lakini haikuwezekana. Kwa hiyo mpaka dakika hii tuna marehemu 10. Kwa hesabu tuliokuwa nayo mpaka dakika hii tuna majeruhi 44, watoto wa 8. Watoto wote wanaendelea vizuri, tumetoka kuwaona sasa hivi, wana maumivu makubwa lakini wanaendelea vizuri. Katika hao watu wazima tuliokuwa nao 20 ni waume na 18 ni ke. Ndio katika hao 20 wanaume mmoja tumempoteza akiwa anapatiwa matibabu. Naomba nitumie fursa hii kwanza ni wapongeze sana madaktari, mganga mkuu wa mkoa, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa Daniel, na madaktari wengine wote ambao nao hapa, na manesi na jamii ya watu wote ambao wako katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kwa kazi kubwa sana ambayo wamefanya. Hao wagonjwa tuliokuwa nao sasa hivi kama 10 hali zao ni critical, lakini wanaendelea kupambana nao. Kwa hiyo naomba nishukuru serikali, nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa uliofanywa kwenye hospitali ya Morogoro. Hii si mara ya pili. Kwenye ajali ya Mikese ilitokea kama miezi michache iliyopita, tulipoteza watu 15 na majeruhi walikuwa zaidi ya 20, lakini wote walifikishwa hapa na walipatiwa matibabu. Kwa hiyo na leo tumepata vifo 10 lakini majeruhi zaidi ya 40, wote wamefikishwa hapa wanaendelea na matibabu. Jitihada ni kubwa inaofanywa na madaktari. Sasa mengine hayo ni kudra ya Mwenyezi Mungu, lakini tunawaombea wapate nafuu ya haraka. Na bahati nzuri tumepita kwa watu wagonjwa wengi ambao tumeweza kusema nao. Tumesha tengeneza mawasiliano na ndugu zao wengine. Kwa hiyo kuna wengine wana ndugu zao Mbeya, Kasagari ilikuwa inatokea Mbeya. Wameshatengeneza mawasiliano, na wale ambao bado tumeahidi kwamba tutatengeneza mawasiliano na ndugu zao wa Mbeya. Kuna wengine walikuwa naishia hapa Morogoro, ajali imewafika hapo Melela. Ndio kudra ya Mwenyezi Mungu. Kuna wengine walikuwa naenda Dar es Salaam, kwa hiyo pia tumewasiliana na ndugu zao wa Dar es Salaam. Hizi ajali sasa zinaonekana kuna baadhi ya madereva hawataki kuheshimu kanuni za usalama barabarani kwa manufaa yao wenyewe, lakini pia kwa manufaa ya abiria wenzao. Kama leo hivi sasa basi hili lilikuwa na madereva 2 na kondakta wote wamefariki kwenye ajali. Kwa haya ndio mambo tunasema kwenye ajali hizi. Wewe utakuwa unatumia barabara kwa namna unavyojua wewe, kwa fujo unazotaka kufanya wewe, lakini ajali ikifika haichagui mtu. Kwa hiyo hili la Morogoro tumekubaliana kwamba tunataka kuweka msisitizo kwamba madereva wawe makini sana barabarani. Ukijiona umechoka, pumzika. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T406 CZS na tera lake namba T804 BUB ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari, likiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali. Ajali hiyo imetokea Juni 12 mwaka 2025 muda wa alfajiri huko katika eneo la Melela Kibaoni, kata ya Melela, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro, kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro, ambapo gari yenye namba za usajili T523 EKM, hii ni aina ya Higa
basi likiendeshwa na dereva anaitwa Hussein Mohamed Mkwizu mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa Dar es Salaam, ambaye amefariki kwenye ajali hiyo. Likitokea mkoani Mbeya kwenda mkoani Dar es Salaam, iligongwa na lori la mizigo lenye namba za usajili T406 CZS na tarehe lake namba T804 BUB aina ya Scania. Hii ikiendeshwa na dereva ambaye nimesema anatafutwa. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kulidhibiti gari lake na kupoteza uelekeo kisha kuligonga basi. Yeye huyu alikuwa anashuka anatokea Morogoro anakwenda uelekeo wa Iringa. Eneo lile lina mteremko, kwa hiyo ameteremka akashindwa kulimudu lile gari. Ile gari limeyumba na ile container ambayo alikuwa amebeba juu pale ikachomoka ikachimba chini kwenye barabara pale, baadaye kaja kapamia lile basi. Dereva wa basi amejitahidi kulikwepa lile container, lakini na kama utaona amekwenda pembeni kabisa ya barabara pale akijaribu kukwepa, lakini amegongwa na ile engo sasa ya lile container na kusababisha vile vifo vya watu ambao nimewataja hapa. Asante, mimi naitwa Dr. Mkumbu Daniel, mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa Morogoro. Kama mliopata taarifa, tumepokea majeruhi jumla walikuwa ni 45 na pia tumepokea miili 9, lakini katika utaratibu wa kutoa huduma mmoja alifariki, kwa hiyo waliofariki wakawa jumla 10. Majeruhi wote wamepatiwa huduma. Kuna 3 ambao hali zao zinahitaji kupewa rufaa, tumekwisha kuwapa rufaa kuelekea Muhimbili. Wengine waliohitaji upasuaji tayari huduma za upasuaji zinaendelea. Wengi wao pia walikuwa na majeraha madogo madogo kwa maana ya lacerations na bruises. Madaktari wanaendelea kushughulika nazo, na wale ambao wamevunjika basi kuna utaratibu wa kuwahudumia kwa maana ya kuwekea wale wanaohitaji vyuma, kuwekea vyuma kwenye mifupa, pleti, au wanaohitaji kufungwa mivunjiko yao, basi wote wanaendelea kupata huduma. Kwa kifupi ni kwamba hospitali imeweza kumanage wagonjwa wote waliofika hapa na wote wanaendelea vizuri. Marehemu tuliopokea 6 wameshakuwa identified, 4 bado hawajakuwa identified. Tunaamini muda unavyokwenda tutapata ndugu zao na wataweza kutambuliwa. Kwa majina naitwa Heruya Sila Kaleganya. Nimezaliwa Mbeya miaka 55 iliyoisha. Ninaishi Uyole. Ni mtumishi wa idara ya uhamiaji mkoa wa Mbeya kama mtumishi raia, na ni mtunza kumbukumbu kwa profession yangu. Hali kwa kweli naweza nisielezee, sababu mimi nimestuka. Tayari nimekuwa kwenye maumivu makali. Mwendo ulikuwa wa kawaida sana, isipokuwa nafikiri sijui ni lori ambalo lilikuwa limepata shida. Lori la sukari sio ndagani ndio likagongana na gari la kwetu. Hata gari ya kwetu haikuanguka, imekita tu, ile iligonga mti na ndio kusababisha hiyo. Watu wengine viti vimeng'oka, mikanda, watu hawakuvaa, wamechanika sana. Ninamshukuru Mungu juu ya mimi. Nilikuwa na kijana wangu ndio akawa ananiambia, mama usistuke, tumepata ajali ila umepona. Nikijiangalia kweli miguu ilikuwa sawa, ila mkanda ndio alikuwa anahangaika nao. Yeye alikuwa anahangaika na mkanda wake kufungua. Kwa hiyo imechukua muda mrefu kufungua ule mkanda, na nilikuwa siti ya mwisho kabisa ile ya watu 5. Nilipofika nikasema, jamani tufungeni mikanda. Wale wenzangu wakahamasika kufunga mkanda. Mmoja aliyekaidi kwa kweli ameumia, miguu imepondwa. Naitwa mchungaji Yakobo Mboya, naishi Mbeya. Kwa naenda Dar es Salaam kwa huduma ambayo sema nimeanza leo. Lakini namshukuru Mungu tumetoka salama, maana nilikuwa nimelala usingizi na kuja kushtuka tayari ajali imetokea. Lakini namshukuru Mungu nimetoka salama, niko mzima na nilala tu kupatikana hapa kwa kipaji cha uso. Nilikuwa nimelala usingizi na kuja kushtuka tu tayari nacheki watu wako juu yangu, nalia, ya kushtuka mimi naangalia na damu zinatoka. Kuna kiuno hapa, ule mkanda ndio maumivu ya kiuno hapa kwa kipaji cha uso. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.